Ni kusalimie pale ulipo mwana Mungu. Karibu sana. Kabla dunia kadri ambavyo sayansi inavyo advance, ndivyo hata pia ufalme wa giza unavyo advance mambo yake katika utendaji wake. Leo hii kuna mambo mengi ambayo sana yanaendelea, ambao kipindi cha nyuma ilikuwa ni ngumu sana kuyasikia mambo haya yakitokea kwenye maisha ya watu. Je, unajua kwamba kuna kafara ya mtu unapofanya tendo la ndoa? Yaani kwamba unaweza ukatolewa kafara la unaposhiriki na mtu tendo la ndoa, akakutoa kwa manufaa yake yeye ya kuweza kupata utajiri kwenye maisha yake. Leo hii kumekuwepo na vifo vingi ambavyo wakati mwingine tunajiuliza chanzo chake ni nini. Ukisoma maandiko matakatifu, Biblia inasema hivi: kazi ya shetani ama wizara alizonazo shetani ni wizara 3 tu, ambazo ni muuaji, ni mwizi na ni mharibifu. Sasa ninaomba ujifunze katika video hii. Yako mambo ambayo yataweza kusaidia, lakini pia utaweza kuepukana na vitu vingi ambavyo vinaendelea katika dunia ambayo tuko nayo. Kifo cha Ashley, binti huyu ambaye ni Marekani, ambaye ni influencer huko Marekani, kimekuja na mijadala mingi sana ambayo ndani yake kuna mafunzo ambayo tunatakiwa kuweza kujifunza. Sasa mimi nikusii usiskip, angalia video hii mpaka mwisho. Kuna kitu cha kuweza kujifunza. Tazama mpaka mwisho, liko jambo la kuweza kujifunza kupitia video hii. Kuna kitu kikubwa sana ambacho ninaamini utakwenda kujifunza. Tuitazame. Na kila sababu ya kuja hapa kuongea ambayo yale nimeyaona. Jiji la New York City nadhani mnalifahamu. Ni jiji ambalo limeshika dunia. Jiji la New York lina sifa moja: watu hawalali mchana, hawalali usiku. 24 hours usafiri upo wa mabasi na treni pamoja na taxi na Uber. Wa Tanzania, Singapore, nasikia ni jiji limeendelea, lakini bado still New York limeshika kasi. Ukiuziwa fulana shati imeandikwa NY, hata kwa $100 unainunua kwa sababu upate nembo ya New York. Ina siri kubwa sana neno New York. Jiji hili ndio limeshika nafasi ya kwanza duniani kuwa famous. Yaani ukisema niko New York, watu wanakuelewa kweli uko Marekani. Mimi niko Brooklyn, New York, ndio nakoishi. Maeneo ya Kanasi hapa Brooklyn. Wa Tanzania, maisha ninayoishi Marekani ni ya Kiswahili mno. Ya uswazi ndio niliyotokea kwetu. Kwa hiyo nilipokuja Marekani nilijijengea mazingira yale yale. Kwa hiyo na uhuru wa kuingia majumba ya Wamarekani weusi, naingia kwenye maproject yale, na sukwa, nafanyaje, na heka kibao, na wajua tabia zao, na wajua menendo yao, na wajua ni watu wa aina gani. Mpaka kuja hapa kuja kukwambia jamani kuna kitu fulani, jamani kuna kitu fulani, mjue kipo kwenu. Yaani haikuwa kazi rahisi mpaka hapa nilipofikia. Nilipitia njia nyingi sana ambazo zilinifanya, zikanimotivate na zikanifundisha maisha na zikaniweka sawa kiakili. Kiakili niko sawa, lakini kama utanichukulia nimedata sawa, kwa sababu wewe tayari ushakuwa na hiyo negativity. Sijawahi kuwa serious. Huku tunaendelea na story, kuna songa ugali. Nimeona baadhi ya wanadada mmekuja kuliagree swala hili la nothing free is only death. Nothing free is only death. Na maanisha kwamba hakuna bure katika dunia, ni only kifo. Na kuna vifo baadhi unavilipia. Nini sasa? Unavilipia vipi? Unaumwa kafanywa matibabu na mamilioni, baadaye ukakata moto na pesa zimeenda hadi juu. Anyway, mimi na mazumuni hapa nimekuja appreciate wale madada waliokuja DM kuniambia Sharifa, we salute you kwa point ulioiongea. Na mmoja akaniambia nilidangia sana matajiri. Ulichokiongea juzi kimenifungua akili. Wanawake wenzangu, tulipoteremshiwa wala takrabu zina, na tukateremshiwa aya ambayo inasema wal mushrikina munfakina fi nari jahannam khalidina fiha. Jamani, hizi aya mbili zilikuwa zina maana
lakini hamkupata mtu akakuchambulieni. Jamani, ushirikina na uzinifu pati moja. Yani una kasoro kidogo tu, baba mmoja mama mmoja, hulka zake. Ukiingia katika sakata la uzinifu ukatoka kwenye ushirikina, ndugu yangu, uko hapo hapo umeganda kwenye 18. Kwenye uzinifu kuna mambo mengi sana jamani. Unapoambiwa usiende huko, unaiangamiza familia nzima, umebeba zima ya wenzako kwa kufuata kitu, pesa, mali. Na ndio maana mlekewa neno ndoa bora muoane. Ngumu sana mtu kumtoa mkewe, ina take time, lakini kumtoa mwanamke wa nje dakika 5 tu unasikia alikufa guest. Wengine hamfi guest, wengine mnakwenda mnafanyiwa lile tendo, mnarudi nyumbani mkaumwa hafla mkafariki. Hawa watoeni lazima, sio kila anayewatoa kafara na watoa kwenye mahoteli, wengine wanawatoa msharudi kufanya lile jambo. Unaona hapa anajaribu kuzungumzia experience ambayo yeye yuko nayo. Ameishi Marekani, yuko Marekani. Lakini amebaini kwamba utajiri ambao watu wengi walionao leo hii ni kwamba unatokana na kushiriki tendo la ndoa. Zamani ilikuwa tukisikia kafara ni mtu anatolewa kabisa, anauawa, kafara damu inatoka. Lakini leo teknolojia ya kafara ni kama imeadvance sana. Imeadvance kivipi? Maana yake mtu anaingia kwenye mahusiano na mtu, na hapa unamsikia amezungumza vizuri kwamba wakati mwingine kumtoa mtu mke wake inakuwa ni ngumu, kwa sababu kinachohitajika ni damu, kafara ya mtu. Sasa manake ni rahisi kuingia kwenye mahusiano na mtu na akajikuta yule mtu anamtoa kupitia tendo la ndoa. Aidha asifie hotelini kama ambavyo tumeona. Kumbe vifo hivi vingi unasikia mtu kafia hotelini, kauliwa na mpenzi wake, kumbe ndani yake kumefichika kuna makafara yanayoendelea. Sasa anasema unaweza ukashiriki na mtu hilo tendo, lakini usifie hotelini. Ukaenda, na unapokwenda aidha ndo unashangaa mtu anaugua ghafla na kufa. Na kama sivyo, unaposhiriki na huyo mtu, manake unakuwa umeingia kwenye agano, aidha wa ndugu zako vinaanza kuwepo vifo. Hivi vifo kumbe mtu aliyeshiriki tendo hilo anakuwa amefungulia mlango. Anakuwa amefungulia mlango kupitia tendo hilo. Manake adui anaanza kuvuna nafsi za watu kupitia familia hiyo. Naomba ujifunze hapa, kuna vitu vingi vya kuweza kuvisikia kutoka huyu dada. Naomba ujifunze. Kifo cha Ashley, huyo binti Marekani ambaye amefia Zanzibar, kimezua vitu vingi ambavyo tunaweza kujifunza. Kumbuka shetani wizara yake ni mwizi, ni muuaji, ni mharibifu. Anauaje? Ndio hizo sasa njia ambazo anakuja nazo kwamba namna ambavyo anaweza akafanya tendo la kumaliza mtu. Naomba uendelee kusikiliza. Mnakwenda mnakata moto, unaumwa kidogo tu, kakimbizwa hospitali, tulimpigia mwanamume wake lakini alifariki njiani. Kumbe mwanamume ndo kapeleka sadaka ile. Mnapokatazwa huu uzinifu, ni kwa maana hiyo mnaiangamiza familia, kama mnavyoiangamiza familia katika swala la shirki. Mnaiweka rehani familia katika mambo haya majini. Na vile vile kwenye haya mambo ya kuzini, unapokwenda kutembea na wanaume mbalimbali, tayari unabeba mikosi na spiriti zao. Ile mikosi alionao na kubebesha nayo wewe, unakuja unashangaa, unahaso, hujui ufanye nini. Matokeo yake unatafuta watu, nifanyeni visomo, kumbe kule unako. Sasa unaona, unaposhiriki pia tendo la ndoa iko hivyo. Kuna watu leo wanapata mikosi. Kuna watu leo walikuwa wako vizuri sana kibiashara, aishi na mke wake vizuri, lakini alipovunja engo ya uaminifu akajikuta tayari imekuwa na mahusiano mengine, ndipo ambapo mambo yake yalianza kuharibika. Kwa sababu unabeba vile tendo, mna exchange mna exchange. Kwa hiyo mna exchange vitu kiroho. Kuna watu umebeba mikosi kwa sababu ya kuwa na mahusiano na mwanamke ambaye ni nje na mke wako. Kuna vitu vya msingi hapa anavyoongea udada. Ninaomba ujifunze. Vipo vitu ambavyo unaweza kuvibeba na vikaweza kusaidia kwenye maisha yako. Endelea
kujifunza, kwenda kusomewa, na yeye ni mfuasi wa Belizebub. Anachinja, atachinjaje yule? Na pale kaiaminisha Qur'ani kwamba nakusomea. Na kwa nini aeke neno damu ya mbuzi? Ni kwa maana hiyo anamlisha vile vile aje akupewe msaada. Kwa hiyo ndio maana unakuwa umetumbukia pazito. Na koroga uji kwanza, navuta pumzi. Niko hapa nasonga ugali, mtoto wa kike, mtoto wa Kizanzibari. Basi Watanzania wenzangu, wanawake warembo, mnaopenda maisha mteremko, mnaona pesa tamu kuliko ahera, mnaona raha za dunia nzuri zaidi kuliko za kaburini. Jamani, kuna miaka ukifika usipoacha mambo makubwa makubwa, ndugu yangu, ndio mambo mabaya yanakwenda kukunguza baadaye. Ndugu yangu, wewe mwanamke mwenzangu, nilikukatazeni vikuku hapa, alhamdulillah mlinisikia. Basi na katika hili sakata la zina, taratibu taratibu mtaacha. Maana kuna wengine imekuwa kama vile mgonjwa wa madawa, akikosa dawa na vibrate. Lakini uzinifu very easy kuuacha wa Tanzania. Unapokwenda kufanya lile jambo, kuna wengine wako tayari kwa ajili ya kutoa masadaka. Wengine unakwenda nakupa Range Rover, lakini nothing free is only death. Anakupa funguo hii hapa, mrembo na kupenda, kichwa kinavimba, unajiona wewe unapendwa. Behind unakwenda kuiondoa familia nzima. Unakuja kushangaa kesho nasikia kaka yako msenge anapelekewa moto. Hujui alisengeka vipi, nini chanzo cha usenge wa kaka yangu wakati alioa na mke na watoto. Kumbe tayari dada mtu ushakwenda kumpeleka bondi kaka yako. Mambo mengi sana yanatukuta katika hii jamii yetu. Vitu vingi nimekuja kuvisoma katika jiji la New York. Sisi kwetu huko Tanzania, ukileta habari za majini za mashetani, watu wanakuogopa. Wanajua we tayari mganga kienyeji, we tayari jini, we tayari mchawi. Lakini huko wana proud mambo yao huko. Kesi kama hiyo iliyotokea mrembo, huko uchawi wanauelewa. Kwenu huko uchawi serikali haitambui uchawi. Umefahamu Wanadada, punguzeni kupora pesa za watu, kwamba mimi nampenda fulani kwa sababu nakwenda na hela, ananipa hela. Anakupa hela lakini anakupa laana. Wengine mmefungwa vizazi, wengine mmeziondoa familia zenu nyuma pazia, zinakata roho kwa maradhi ya ajabu ajabu. Leo unakwenda kulala guest na mwanamume, kesho unasikia mama yako kapata stroke. Leo unakwenda guest kulala na mwanamume, unarudi nasikia baba yako kafa hafla. Leo unakwenda kulala na mwanamume PDG, huku nyumbani nakuja kusikia kaka yako kaanguka kama kifafa, kaanguka chooni kafa. Ndio kafara kama hizo mnatolewa. Na ndio maana katika uzinifu mmekemewa sana, kwa sababu unapokwenda kufanya lile jambo huku nyuma unaenda kuua mtu bila mwenyewe kujua, na ndio maana dhambi yake ikawa kali. Sisi tulipokuwa tukiyafanya hayo mambo enzi hizo. Sasa hivi nimekuja kutoa ushuhuda, nina mengi ya kuzungumza na nyinyi. Simu yangu imejaa ma evidence. Nimeona wadada mkinishukuru mkisema kuna vitu vimetutokea vingi sana ambavyo umetokea kuvielezea. Mwisho ulikuwa una CV nzuri, mwisho wa siku unajiona wewe tayari. Kuna watu wanalala makanisani. Mastaa tunawaona wanalala makanisani siku hizi. Wewe wanasema wameingia kwenye dini, kwani unataka kujitoa kwenye situation ambayo wamewekwa? Wengine wamesainishwa mikataba bila ya kujijua huko. Unajikuta wewe unataka ustaa, kumbe ushasaini mikataba tayari bila mwenye kujifahamu. Tayari unaanza kuingiza familia katika matatizo. Familia imejaa laana, familia zina malaya ndani, familia zina walevi, familia zina wazinifu, familia zina malaya, familia zina wabia unga, familia zina wachawi, familia zina washirikina. Kwa nini? Kwa sababu ya mzinifu mmoja kaja kadestroy kila mtu ndani ya familia. Kwa sababu ya mshirikina mmoja kaiweka bondi familia. Na ndio maana hivi vitu mlikemewa sana jamani. Mimi nakoroga uji bwana. Mimi mwenzenu mshaacha kidogo mtolee kafara. Mimi nina stories zilinitokea mbili. Ndio maana ukakuta siku hizi mimi sinaga. Mimi alhamdulillah, pesa alhamdulillah, mama yangu the Doni Tanzania katufungulia account zinaitwa Islamic Bank, watoto wake katuwekea hela mpaka zimelinki. Wanangu, nikikata roho leo, kila mtu pesa yake hii hapa. Mimi nikiondoka duniani, wanangu, kila mtu kesi yake hii hapa, account yake, namba hii hapa. Yani lieni mkanizike mshukuru, lakini huku nyuma pazia mko salama wanangu. Kwa hiyo ninachokiongea hapa, mimi maisha yanaoishi na yataka mwingi. Napenda haso, na mimi nataka ni haso ili nijue mama yangu alipitia yapi katika haso zake. Kama sasa hivi nimepata experience, kwa nini mama yangu na baba yangu waliingia vitani mpaka sisi tuka confusion?
na mimi ndo nimepitia mule. Sasa hivi nimeona na mimi katika ndoa zangu nimepitia, nimeumizwa. Kwa sasa nimemfeel mama yangu aliyopitia. Kwa hiyo tayari kuna vitu tunasoma, kwani tunavyoambiwa na koroga uji kwanza. Hivi vifo kwetu ni elimu. Ukimwona mtu kafa kwenye familia, hiyo ni elimu tosha. Angalia katika yale mazishi nini kitatokea. Pale ndo unakwenda kujifunza elimu zile nyingine tunaletewa. Usengeletewa vifo, sisi tusengekuwa na elimu ya dunia. Watanzania napika ugali, uji haujawiva vizuri, lakini mna njaa. Mtoto wa kike mna njaa. Kisufuria hiki hapa kidogo, msikimkasema una shemeji umojani. Shemeji nani? Siku hizi mashemeji wanataka upasuke tu, upasu waone sehemu imechorwa kwani siku hizi kuna mapenzi wa Tanzania. Ndugu yangu, mwanamke akija kwako anataka hela, mwanamume akija kwako anataka takupaku, ni kupakuana tu wa Tanzania. Mese vinasonga ugali. Anyway, ngoja nimalize kwanza kupika na anyway, message imefika, ingawa anayewakilisha kwa namna fulani, lakini kikubwa nitaka mimi upate message kwamba sasa hivi dunia imeenda mbali sana. Shetani anafanya kazi katika kiwango kikubwa sana. Kama ambavyo sayansi inavyokuwa, ndivyo hata ufalme wa giza unakuwa hivyo hivyo. Sasa leo hii kuna kafara ya kufanya tendo la ndoa. Yaani unashiriki tendo la ndoa na mtu, na mwisho wa siku unajikuta kwamba unatolewa kafara kwa njia hiyo. Sasa ninachotaka kusema kwamba hivi dunia imekwenda mbali sana. Ni lazima watu kubali kuchange. Kifo cha Ashley, huyu binti ambaye ni influencer ambaye ametokea Marekani na alikuja Tanzania, kimezua vitu vingi sana na watu wazungumzia vitu vingi sana. Huyu ni dada ambaye yuko anaishi Marekani, anazungumzia experience yake tangu amekuwa Marekani, lakini pia aina ya matajiri ambao wako Marekani, kwamba watu wanapata utajiri kwa sababu ya kutoa kafara za watu. Na kafara za watu leo sio tu kwamba labda ile mtu alikuwa anauliwa, chinjwa. No, leo hii kafara experience. Kafara unafikiri umepata mwenzi wa maisha yako, kumbe umepata mtu ambaye anakwenda kutoa kafara. Kwa wewe si tu wanawake, hata wanaume. Hata wanaume. Unafikiri kwamba umepata mtu wa kuweza kuwa naye kwenye mahusiano. Lakini kumbe yule mtu ndio mlango wako wa kifo. Nini hapa cha kujifunza? Na nini ambacho tunatakiwa tukuchukue hatua? Kitu cha msingi kabisa na kikubwa, hakikisha mwana Mungu, hakikisha unabaki njia kuu. Na njia kuu zaidi ni kuhakikisha kwamba maisha yako yawe ni maisha yenye hofu. Usiwe mtu ambaye ni rahisi kuingia kwenye mahusiano na mtu bila kumjua vizuri. Ni vizuri chunguza kabla ya kufanya maamuzi. Tamaa ya fedha leo imezaa vitu vingi. Leo wako wanaume wanaolewa na wanawake. Unamwona mwanamke aliyefanikiwa, mtu unatamani tu bila kujua kwamba mafanikio ya huyo mtu yanatokana na nini. Ndani yake kumbe kuna siri kubwa ambayo inakuwa imefichika. Sasa kumbe leo hii ziko kafara za damu. Kafara za damu zipo ambazo zinafanya watu watajirike. Lakini pia leo njia imeadvance sana. Leo hii mtu hauto pengine mtu kuchukua na kumwaga damu, no. Ana uwezo kushiriki tendo la ndoa na wewe na kisha ukajikuta maisha yako yameishia hivyo. Niliwahi kupata ushuhuda mmoja, dada mmoja ambaye yeye aliingia kwenye mahusiano na mtu mmoja. Ni binti moja mzuri sana, lakini akajikuta ameingia kwenye mahusiano na mwanaume mmoja ambaye ni mtu mzima aliyefanikiwa. Ana mafanikio makubwa sana kifedha. Akawa ameingia naye mahusiano. Lakini yule baba alikuwa hana uwezo mzuri, kwa maana kwamba kitandani alikuwa ni mtu mzima. Kwa hiyo kushiriki tendo la ndoa na yeye ilikuwa ni nadra sana. Sasa na yeye ni binti, damu inachemka. Kwa alichokiamua kuifanya kwamba ana maisha mazuri, amefanyiwa kila kitu, akaamua kuwa na mahusiano na vijana walikalaki, kwamba anapojisikia kushiriki tendo hilo anamtafuta kijana kwa sababu ana hela,
atampa fedha na kisha anashiriki naye. Lakini alikuja akashangaa, mbona kila anaposhiriki na mwanaume nje, kinachotokea haichukui masaa 24 yule mtu umauti utamfika. Kumbe ni nini? Yeye aliolewa na huyu mzee na akijua kabisa the way binti alivyo mzuri na yeye hamuhitaji kwenye masuala ya kitandani, ni nadra sana. Maana alijua tu kabisa kwamba huyu mwanamke atakuwa na mahusiano na wanaume wengine ambao kimsingi watakuwa wanatumika kukizi haja ya mwili wake. Sasa huyu mwanamke anapokuwa na hiyo hali, anapotafuta mtu na kuwa naye, anaposhiriki naye tendo la ndoa, yule mtu ndani ya masaa 24 hasurvive, haishi, atafariki. Kwa sasa akaja akandua kwamba kwa nini kila anapokuwa kwenye mahusiano na mtu na nikishiriki naye tu tendo la ndoa, huyo mtu hufariki. Ninapozungumza tendo la ndoa ni haki kwa wanandoa. Kama mtu hajawa kwenye ndoa, si haki yake. Sasa experience kwa nini inatokea watu wanafariki? Kwa kufupisha, akaja kugundua kwamba utajiri wa ule mzee mojawapo ni utajiri ambao unahusiana na makafara. Kwa yule mwanamke alipokuwa akilala na wanaume, wale wanaume walikuwa wanavunwa kama sehemu ya kuwa kafara, ili huyo mtu aendelee kustawi, aendelee kuwin. Alikuwa anavuna nafsi za watu, lakini kupitia mwanamke. Ninachotaka kusema hapa, maisha ni fumbo. Maisha yana vitu vingi ambavyo tunavipitia. Usipomtegemea Mungu, maisha yako yanaweza kama fupi zaidi, usifikie ndoto zako. Biblia imetaja Mungu ni Mungu atupatie nguvu za kupata utajiri. So Mungu ameumba mbingu na vitu vyote tunavyoviona. Manake nini nachotaka kusema? Ikiwa unahitaji mafanikio, na hakuna mtu ambaye yuko duniani hatamani kuwa na mafanikio. Mafanikio ya kweli yanayodumu yanapatikana kwa Mungu peke yake. Lakini ukitaka kuwa na mafanikio ambayo yana masharti, yana shida ndani, maana yake ni wewe tu unapoiacha kweli ya Mungu, utakuwa umejikuta kuingia kwenye matatizo ambayo yatakutesa kwenye maisha yako. Baki njia kuu, muamini Mungu, simama na yeye, atakuthibitisha na utakuwa ni mtu ambaye umefanikiwa. So leo dunia imekwenda mbali sana. Maana yake unaweza ukawa na mtu katika mahusiano na ukajikuta umeingia kwenye mkenge ulio mkubwa sana. Sikiliza, Mungu anakupenda. Mungu anakupenda. Kuwa makini kwenye maisha yako. Ninaamini umejifunza kitu kikubwa sana kutoka kwa huyu dada ambaye nimeona nije nishare na wewe. Na ndivyo ilivyo dunia. Naamini kusisitiza kwamba hiki kitu nitakuja nikichambue vizuri kimaandiko na kibiblia. Lakini pia naamini kuna watu ambao wapo kwenye hiyo hali. Kwa sababu mkono wa Mungu upo, ninaamini utakwenda kukutoa na kusaidia kwenye situation yote ambayo unaipitia. Kama umefungwa, utakwenda kufunguliwa. Kama umewekewa vizuizi, vitakwenda kukuachia, kwa sababu tunaye Bwana anayetenda yaliyo makuu. Haleluya. So endelea kufuatilia channel hii ambayo inakupa vitu vingi vya kujenga na kusaidia. Hakikisha kama subscribe channel hii ili uendelee kupata notification katika yale yanayoendelea. Lakini pia kumbuka kushare, like, comment. Nini umejifunza katika hiki ambacho nimekuletea? Ninahitaji kuona comment yako hapo na kisha nitaweza kukujibu. Kama una swali pia unaweza pia ukaniuliza hapo. Mimi naamini umejifunza vitu vingi sana. Mungu akubariki.